naitwa Isa Haji Vuai, naishi Kochangawe mkoani Pemba. Na kwa kweli nashukuru kupata taarifa ya wale washirikiaji wa matatizo haya yalipo hapa. Kwa kweli naweza kusema nashirikia vizuri sana, kwa sababu tokea kufika hapa nimepokelewa vizuri, nimepewa utaratibu mzuri. Kwa hiyo naamini hata tatizo langu lilonalo litashughulikiwa vizuri. Mimi nilikuwa naomba kwa kweli maonyesho haya yaongezwe siku, kwa sababu kuna watu wengine hata taarifa hawajui kabisa wengine, na wengine pengine wamezalilika. Kwa hiyo ikiongezwa siku ni bora, kila mmoja atapata kuja kwa muda uliopangwa aweze kushughulikia tatizo lake. Huduma zipo nzuri, isipokuwa tu watu wengi. Sasa kama watu wengi inabidi pawe na uvumilivu. Kwa uvumilivu utafanikiwa. Bila uvumilivu hapa kitu, kwa sababu utaona waharibu muda, lakini sio kuharibu muda ndio kupata kitu. Kwa hiyo kwa kweli kwamba huduma zipo nzuri, tofauti na kule mwanzo mdogo. Mimi naitwa Yusuf, afisa usajili wakala usajili wa matukio ya kijamii la Chake Chake. Tuko hapa kwenye Mama Samia Legal Aid, ambapo banda letu lipo kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali zinazohusiana na masuala ya vyeti vya kuzaliwa. Kiukweli mwamko wa watu ni mkubwa na wamefika kwa wingi sana kiasi kwamba wanatuzidi. Na sababu ya hili nadhani ni mwamko mkubwa ambao watu wameupata kupitia hii kampeni ya Mama Samia Legal Aid. Wameshawishika na wamekuja kwa wingi. Kwa hiyo tunawaomba wananchi wasiishie hapa tu, kwa sababu hichi ni kitendo cha muda mfupi. Tukishamaliza hapa tunarudi maofisini kwetu. Kwa na wananchi pia washajihike kuja ofisini kuweza kuja kupata huduma ambazo tunazitoa hapa na zaidi ya zile ambazo tunazitoa hapa. Tushatoa vyeti vingi kwa wakabidhi watu na wameondoka na vyeti vyao, si chini ya 300. Watu wameshachukua vyeti vyao na wameshaondoka, na wengine wamekuja wamepata maelezo, elimu namna gani ya huduma zetu zinapatikana, hasa kwa wale ambao walizaliwa na kutokusajiliwa kwenye masuala ya vizazi na vifo. Kwa tumewaelekeza na wamechukua hatua, wengi sana wameshachukua hatua hizo kwa ajili ya kuweza kujipatia vyeti vya kuzaliwa. Lakini kwa wale wenye vitangazo vyao au vishina, basi wao wanajipatia vyeti papo kwa papo, na takriban watu wengi sana wamepata huduma hiyo, na ndio maana ukaona watu wamezidi kuja kwa sababu huduma inapatikana. Jina naitwa Bakari Omar Ali, natokea idara ya katiba na msaada wa kisheria iliyopo ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora. Tupo katika utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia. Leo tuko siku ya 9 ambayo tunamalizia. Tathmini kwa ufupi, zoezi limekwenda kama vile ambavyo tulitarajia au zaidi ambavyo tulitarajia. Kwa sababu kwanza siku ya mwanzo kulikuwa na shida kidogo na mwitikio kwa wananchi, lakini kila siku zilizokuwa zikiendelea ilikuwa mwitikio unakuwa mkubwa zaidi, na mpaka leo unavyoona tunafunga ndio mkubwa zaidi kuliko siku nyingine. Sasa changamoto kubwa ambayo tunayo ni kwamba hawa wananchi tukiwaeleza labda hizi huduma bado zinapatikana katika ofisi za watu, kwamba hatuelewi. Kama vile wanaona mtu akikosa leo atakuwa amekosa haki yake, lakini sio hivyo. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa ambayo imetokea, lakini mwitikio, mafanikio ni makubwa, ni mzuri kwa kweli ambavyo vile tulitegemea. Labda shida ni hivyo kwamba siku zimekuwa chache, lakini hiyo ni kawaida kwa sababu kila siku zikielekea mwisho ndio watu wanaongezeka. Lakini almost hapa, lakini walioendea katika sheria zetu za mkoa wetu, basi pia nako walikuwa watu ni wengi na walifanya kazi mpaka usiku. Yaani wale wananchi walikuwa hawataki watu waondoke, kwamba walikuwa na mambo mengi ambayo wanahitaji kusaidiwa. Kwa hiyo bado sisi tuseme kwamba tuna kazi kubwa. Changamoto yetu sisi bado wananchi wapo wengi ambao wanahitaji msaada wa kisheria. Kwa kweli tumeona japokuwa tunafanya kazi kubwa, lakini nao bado, kwa sababu shida ya wananchi wakati mwingine unapotoa taarifa hawafiki. Sasa ile siku ambayo kitokezea tena ndio wamefika, inakuwa muda unakuwa umeenda. Kwa hiyo mafanikio ni hayo, ni mengi, lakini kwa vyovyote hivyo leo imebidi tumalize kwa sababu muda ambao tumepangiwa tumalize ni ile. Sisi labda shukrani zetu kwanza tutoe kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wa Zanzibar kwa kuliratibu vyema jambo hili, na tunaomba liendelee kwa sababu bado wananchi wana uhitaji mkubwa wa kampeni kuwepo. Watu wengi ambao tuliwapata ni katika masuala ya matukio ya kijamii kwa kweli. Kwa kusema kweli, wapo wa vyeti vya kuzaliwa, wapo wa vyeti vya ndoa na mambo mengine. Huko ndo ambako watu walikuwa ni wengi kushinda. Migogoro mingine ipo, sio kwamba haipo, ardhi na mengine, jinai, madai, lakini sasa mengi sana, shida kubwa sana imekuwa kwenye matukio ya kijamii kwa ujumla. Kwa kampeni
itamaliza, lakini haki zao zitaendelea kuwepo. Kwa hiyo hizi taasisi ambazo ziko hapa bado zipo. Wakala wa matukio ya kijamii wana ofisi zao kila wilaya. Kwa hiyo mtu hakupata hapa, basi afuatilie hilo analolihitaji kwa mujibu wa sheria lipo katika ofisi hawa jamaa. Kwa hiyo wasikate tamaa. Idara ipo na endelea kuratibu kila pale ambapo itahitajika kufanya hivyo itafanya, lakini bado wao market tunasema kwa sababu changamoto kubwa watu wengi hapa ambao waona wamekuja katika banda la matukio ya kijamii. Kwa hiyo ina maana kwamba wakiondoka hapa matukio ya kijamii ndio wamefunga huduma zao, sio hivyo. Huduma zinaendelea kama kawaida, watapata huduma kama vile ambavyo vinapaswa katika ofisi zao za wilaya.